Kikao hiki nimekiita kwanza kufahamiana. Tufahamiane vizuri na nizifahamu taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Hilo ndio la kwanza muhimu sana. Huwezi kwenda sehemu unaenda kuanza kazi lakini wale unaofanya nao kazi chini huwafahamu. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa nimewaita kutaka kuzifahamu taasisi zenu kwa undani na kujua namna gani mmejipanga katika kuhakikisha wizara hususan kwenye sekta hii ya viwanda na biashara vinakuwa na kusimamiwa kwa uweledi. Tuna dhima ya kuhakikisha mtazamo na maono ya Mheshimiwa Rais katika sekta ya viwanda, basi maono hayo sisi ndio watekelezaji wake na tunayatekeleza katika viwango vya juu. Wizara yetu imepewa dhamana ya kusimamia sekta ya viwanda na biashara. Hivyo tunategemewa mno na Mheshimiwa Rais kuhakikisha maeneo haya mawili kusitokezee malalamiko kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara na sekta zilizokuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara inakuwa ni kikwazo katika uanzishaji wa biashara, lakini wawekezaji wanapokuja kutaka kufungua viwanda. Ni lazima sisi tuwe wawezeshaji tena wa speed kubwa sana kuhakikisha biashara katika nchi hii zinafanyika kwa urahisi, lakini wanaokuja kuwekeza kwenye viwanda kusitokee taasisi yoyote kwenye wizara hii ya viwanda na biashara kuwa kikwazo. Hilo ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais wakati anatuapisha, na nyote mlisikia, hahitaji story. Anahitaji viwanda na biashara katika nchi hii vifanyike kwa urahisi. Tunafahamu kazi kubwa mnazozifanya kwenye taasisi zenu. Lakini kazi mnazozifanya kwenye taasisi zenu ni kwa namna gani zinaendana na dira na maono ya Mheshimiwa Rais katika kuongeza viwanda, lakini katika urahisishaji wa kufanya biashara. Sekta nyingi ambazo, taasisi nyingi ambazo zipo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa namna moja ama nyingine ina jukumu la kufacilitate ukuaji wa biashara, lakini uanzishaji wa viwanda. Kwa hiyo nimewaita hapa na baadaye nitawapa nafasi kila taasisi kuzungumza at least kwa dakika 5, ili sasa kwa pamoja wakati tunaenda kutekeleza dira ya taifa, lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi katika sekta ya viwanda na biashara, ni kwa namna gani tumejipanga na ni kwa namna gani tutaenda kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais. Wakati nakuja, Mheshimiwa Waziri amenipa salamu zenu. Anawasalimia sana, lakini anawatakia kila la heri. Lake moja anasema lazima niwaeleze tubadilike kutoka kwenye business as usual na twende tukafanye sasa mabadiliko kwenye taasisi zetu, ili yale ambayo Mheshimiwa Waziri wetu naye anatamani kuyaona kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara basi ayaone tena kwa haraka na kwa viwango vya juu sana. Muhimu unadili na business kwenye nchi, ni lazima wananchi wafahamu majukumu ya taasisi yako na kazi unazozifanya. Vinginevyo hizi taasisi baadaye zitaonekana kama hazina kazi, na serikali inaweza kufikiria sasa hii sinafikiri tuzifute. Ni lazima taasisi zetu wananchi wafahamu shughuli zinazofanya na taasisi zetu. Ni lazima hilo. Na lazima tutoke kwa wananchi kuwaeleza shughuli mbalimbali zinazofanywa na taasisi yetu. Ndipo watu watafahamu kama ndani ya Wizara ya Viwanda na Biashara kuna taasisi kadhaa. Leo hii tukiwauliza wananchi
Ukimwambia mtu stakabadhi hala ipo Wizara ya Viwanda na Biashara, atauliza kweli? Why? Ni lazima taasisi zetu, na hii ni maelekezo mpaka kwa wakuu wa taasisi wanaoshughulika moja kwa moja na taasisi hizi, wakuu wa idara wa wizarani ambao idara zao zinakuwa connected na hizi taasisi. Ni lazima tuwapush watu fahamu majukumu ya taasisi zetu na kazi zinazofanyika, ndipo tutapimwa kama tunaenda vizuri ama tunaenda vibaya. Kikubwa zaidi ninachosisitiza kwenye kikao hichi ni mabadiliko. Ni lazima tubadilike, taasisi zetu zitoke, zitambulike, zionekane kazi zinazofanya, lakini ziongeze tija kwenye serikali, mapato, uanzishaji wa biashara, uanzishaji wa viwanda, ionekane kabisa graph inapanda na sio inabaki hapa ilipo au inashuka. Na hili ni jukumu la kila taasisi kwa nafasi yake kuhakikisha tuna push hii agenda ya viwanda kwa nguvu kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi taasisi zetu ni muhimu sana. Sekta ya viwanda na biashara ni msingi wa ukuaji wa uchumi wetu. Katika kipindi chote tangu tumepata uhuru, hizi taasisi zimeshiriki ipasavyo katika kukuza uchumi na ukuaji wa maendeleo ya nchi. Kuanzia katika viwanda, taasisi zinazohusika na utafiti, ukuaji wa viwanda vidogo, ukuaji wa biashara, ni hizi taasisi. Kudhibiti ushindani, lakini kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wetu na wewe pia mlitupa maelekezo kwamba maendeleo yanakuja na changamoto. Namna nchi inavyokuwa, namna maendeleo yanavyokuja, kuna changamoto mpya pia zinajitokeza katika masoko, katika biashara na katika uanzishaji na ukuaji wa viwanda vyetu. Basi hilo ni jukumu ambalo taasisi zetu hizi inabidi izibebe na kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kutafuta masuluhisho katika kukabili hizo changamoto mpya zinazokuja na maendeleo ya kiuchumi, na kuhakikisha basi katika kutekeleza yale mikakati ya kufikia dira 2050, basi taasisi zetu za viwanda na biashara zinashiriki ipasavyo. Zinaenda sasa kuchochea mageuzi makubwa yaliyopo ya kiuchumi yanayotakiwa kutekelezwa kama sehemu ya utekelezaji wa dira ya 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi yangu mimi ni ndogo, natambua lengo la kikao hiki kama ambavyo ulituhinti tukiandae. Nilimwambia kwa taasisi TILDO tunapata bahati. Ni taasisi ya kwanza tangu ateuliwe kuwa mkuu kuitembelea. Na maneno yale aliyozungumza siku ile ameyazungumza, na pale alizungumza kwa upande wa TILDO. Akasema nataka TILDO iwe category 1. Na mimi natarajia hiyo itakuwa category 1. Naomba mpige makofi kwa alitoa maelekezo wakati wa ziara yake TILDO, alitoa maelekezo. Naomba kwa taasisi tuzingatie maelekezo yanayotolewa na katibu mkuu anapotembelea taasisi mojawapo. Kuna maelekezo ya taasisi, lakini kuna maelekezo ya ujumla. Mnakumbuka tumepewa maelekezo TBS, TILDO, nafikiri sasa tutakuwa na TANTRAC tarehe 28. Tukutane Dodoma na katibu mkuu. Nafikiri hayo yalipokelewa, lakini kuna maelekezo mengine kwamba taasisi zetu zisiwe vikwazo kwa viwanda, wawekezaji wa viwanda na biashara. Yale maelekezo yalitolewa ni maelekezo ya jumla. Tunakushukuru sana katibu mkuu, naamini kuahidi kwamba wakuu hawa taasisi wana kutumainia sana na wako dedicated, na tumewapokea maelekezo na tutapokea maelekezo, tutafanya kazi na tutakupa ushirikiano wa hali ya juu. Lakini tumetoka kupata hotuba yake ya ufunguzi na imekuwa wazi kabisa kutueleza malengo ambayo Mheshimiwa Rais anatarajia kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia malengo ambayo Mheshimiwa Judith Kapinga, Waziri wa Viwanda na Biashara, naye anatarajia kutoka kwa wizara hii. Lakini vile vile amesema yeye na naibu katibu mkuu pia amezungumza kwamba
yako kwanza wana imani na watendaji kwenye wizara, jambo ambalo kwa kweli limetutia faraja sana, na sisi nadhani tunawiwa kurudisha imani hiyo ambayo viongozi wetu wametupatia. Hivi punde tumetoka kusikiza maelezo na maelekezo ya Mheshimiwa Balozi Waziri ambaye ni katibu mkuu wizara yetu ya viwanda na biashara, kwamba taasisi zote zinazohusika na viwanda na biashara tufanye kile linalowezekana ili kuhakikisha kwamba azma kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anayo kwenye matarajio yake na maono yake kuhusiana na viwanda na biashara yanaweza kuwezeshwa kufanyika vizuri kupitia taasisi zetu. Mimi kwa taasisi ambayo natoka, bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala, kwa kweli tuna jukumu kubwa la kuwezesha biashara kufanyika, kwa sababu taasisi yetu inafanya kazi na zaidi ya 85% ya Watanzania ambao wengi wanashughulisha na shughuli za kilimo, ambako ndio eneo kubwa kwa sasa tunafanyia kazi, ingawa mfumo wetu pia unatoa fursa kuweza kufanya kazi kwenye maeneo mengine ikiwa ni kama vile madini, mifugo, nako tumeendelea kufanya maandalizi mazuri. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba kwa mimi binafsi maelekezo nimeyapokea vizuri, na ninajipanga zaidi na timu yangu ya wataalamu wenzangu, management, pamoja na watumishi wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala kwenda kutekeleza kwa kina, kuhakikisha kwamba katika eneo tunalolisimamia la mfumo wa stakabadhi za ghala unawezesha kuwa na tija, lakini unawezesha wananchi kuwa na uhakika wa mahali wanaweza kuuza bidhaa zao wanazozizalisha. Lakini la tatu la msingi zaidi, kuona kwamba serikali kupitia bidhaa zinazozalishwa na mfumo huu rasmi wa ufanyaji wa biashara, ambapo kwa sehemu kubwa tunashirikiana na wadau wenzetu wa soko la bidhaa kufanya mauzo ya biashara kidijitali, lakini tunashirikiana na wenzetu wa taasisi bodi ambazo zinasimamia mazao kama vile Kopra, bodi ya kahawa, bodi ya korosho, ambao nao wanasimamia kuhakikisha kwamba mazao yanayozalishwa na wakulima yanapata soko. Kwa sisi kwa kipengele hicho cha kuhakikisha kwamba biashara inafanyika, napenda nitoe ahadi mbele yenu waandishi wa habari kwamba tutatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Balozi katibu mkuu wetu, lakini kwa mantiki hiyo basi kutekeleza maono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, ambaye anataka kuona biashara zinafanyika na viwanda vinafanyika. Kingine cha muhimu, tumeambiwa tusiwe kikwazo, na mimi nataka nihakikishe kwamba niwahakikishie kwamba sisi katika kutekeleza shughuli zetu kwanza hatujawahi kuwa kikwazo, na ndio maana kwa sasa tunaona sehemu kubwa inaendelea kufaidika na mfumo huu wa stakabadhi za ghala, na pale ambapo kunajitokeza changamoto haraka sana tunakwenda kutatua. Ashura Katunzi, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Viwango Tanzania. Siku ya leo tuna kikao kazi na uongozi wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Balozi Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Balozi Waziri Rajib Salum, lakini pamoja na Naibu Katibu Mkuu. Na siku ya leo katika moja ya maelekezo yao mahususi ambao wameyatoa ni kuendelea kuwa taasisi wote kwa ujumla wetu taasisi wezeshi. Wote tunafahamu dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo inasema kabisa kwamba 70% ya uwezeshaji wa nchi yetu kutoka uchumi wa kati kwenda uchumi mkubwa, 70% inatoka kwenye sekta binafsi, lakini 22% inatoka katika serikali na 8% kwenye taasisi za umma. Sasa sisi taasisi za umma ambazo tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na hususan sisi TBS, tuna jukumu kubwa kabisa katika kuhakikisha dira ile na malengo yale yanafikiwa. Kwanza kabisa TBS tumejipanga kuendelea kupeleka huduma karibu kwa wananchi, kwa sababu ukipeleka huduma karibu, vile viwanda vinavyoenda kuanzishwa kila wilaya watatupata kwa karibu. Katika mwaka huu wa fedha tulikuwa na kanda 7, sasa hivi tuna kanda 9, tumeongeza ofisi ndogo Songea badala mtu kwenda hadi Mtwara, tumeongeza ofisi ndogo Kahama. Ni matarajio yetu siku za mbele tutakuwa na ofisi ndogo Morogoro. Hii ina maana gani? Urahisishaji wa upatikanaji wa huduma zetu. Lakini pia tunaendelea na uboreshaji wa mifumo yetu ya TEHAMA ili Mtanzania mfanyabiashara mwananchi aweze kutumia mifumo ya kisasa zaidi ambayo inatoa huduma kwa haraka, apate majibu yake kwenye simu yake ya kiganjani, apate leseni yake ya uthibitishaji ubora wa bidhaa kwenye simu yake ya kiganjani. Hiyo ni mikakati ambayo tunaendelea nayo, uboreshaji wa mifumo ya TEHAMA, kupeleka huduma karibu. Lakini pia tuna majengo yetu ya kimkakati ambayo tunaendelea kuyajenga. Tupo nimesema katika mikoa 9 ofisi za kanda, lakini katika mikoa hiyo kote tumepanga. Sasa hivi tuna jengo letu pale Dodoma linakamilika, limefikia 92%. Ina maana gani? Basi tutakuwa na maabara. Tukiwa na maabara zetu tunatumia vifaa vya kisasa. Huwezi kuweka vifaa vya kisasa ambavyo vinahitaji mazingira maalum katika majengo ya kupanga, na lazima vikae katika mazingira maalum katika namna ambavyo vimeandaliwa. Kwa jengo letu likikamilika, mrundikano wa sampuli Dar es Salaam utapungua. Ina maana basi tutaendelea kufanya